Umeona, Enoko alitembea kwa maisha yake ya kawaida hapa duniani. Alitembea tu kawaida mpaka miaka 65, akiwa mtu wa kawaida na mtu wa desturi labda ya duniani. Labda desturi na tamaduni zake zilikuwa za ile kabila yake ambaye alikuwa amezaliwa kwenye hiyo nchi yake. Haleluya. Labda alikuwa anaabudu miungu, alikuwa anaabudu miungu mbalimbali, alikuwa anaenda kwenye zile sherehe ambazo hazimpendezi Mungu. Lakini baada tu ya kumzaa mtoto wake wa kwanza firstborn ambaye anaitwa Methusela, Henoko aliamua kubadilisha mtazamo wake na akaanza kutembea na Mungu. Amen. Jioni ya leo kuna swali la kujiuliza mpendwa. Nipo kanisani ninakuja kujaza viti, ama nipo kanisani ninakuja mtumishi wa Mungu anione maana ni desturi yangu tu kukuja kanisani? Lakini je, umeamua kutembea na huyu Mungu? Hebu muulize jirani yako kidogo, umeamua kutembea na Mungu ama unakuja kujaza viti tu? Haleluya. Mbona mnaogopana kuuliza? Geuka muulize, akikuzaba kofi uliza mwingine. Muulize, je, umeamua kutembea na Mungu? Ama umekuja kujaza kiti tu? Pastor John ajue amejaza washirika hapa mpaka kule mwisho, lakini bado hamjachagua. Unapotembea na Mungu kuna vitu haustahili kuzisikiliza. Wakati mwingine unakutana na kombora ya maneno mpaka unauliza, Mungu, nitaendelea na Penwell ama nirudi Roma? Mungu, ama niende huko mtaani? Haleluya. Kuna wakati lazima uchague. Lazima uwe na chaguo moja, ili adui mwenyewe anapokuja kukutembelea usiku anakuta kabisa moyo wa dhiki umejaa, umebubujika. Yeye hatikiswi na maneno, hatikiswi na majira, yaje mazuri ama yaje mabaya. Lazima utambue unatembea na huyu Mungu kwa namna gani. Hilo ni swali jioni ya leo mpendo unatakiwa kujiuliza sana. Usifikirie tu kulala na kuamka ni kawaida. Wapo wengine walilala jana lakini leo hawajaamka. Haleluya. Sio kwamba walimtenda Mungu dhambi, hapana. Ni mwisho wao ulifika. Lakini je, mwisho wako utafika ukiwa wapi? Hilo ni swali la kujiuliza. Hili somo sio la kutishia. Haleluya. Wapo wengine wameanza kutishika, wanaanza sema pastor ana kazidi, ama ndio wako karibu kwenda. Hapana, mimi bado sijamtumikia Mungu, bado ninasema niko mdogo, ndio nimeanza. Haleluya. Yaani huu ni mwanzo tu. Ninatamani nimtumikie Mungu mpaka uzeeni. Haleluya. Pointi ya pili ya kutembea na nguvu za Mungu kutembea na nguvu za Mungu ni kuwa kukuwa na utayari. Kutembea na nguvu za Mungu lazima uwe na utayari. Huwezi kutembea na nguvu za Mungu kama hauna utayari, kwa sababu huo utayari lazima uwe ndani yako, ili Mungu aingie ndani yako aanze kutembea na wewe. Mungu anatembea na mtu taratibu, huwezi ukafikiria. Kwa namna ya tofauti sana. Anaweza kuwa anaanza kukupa agizo moja, next time anakupa mawili, next time anakupa matatu. Kuna mtu ana neema ya kuombea wagonjwa hospitalini, lakini anakaa nyumbani. Labda Mungu anamwambia nenda Butimba ukoombee watu fulani, wodi namba fulani, room namba fulani. Yeye anasema hii nimeota tu. Kuna watu wanapuuzia kitu alichokiona usiku, lakini haujui hicho kitu ni Mungu ameamua safari na wewe. Haleluya. Sasa ni wajibu wako kupokea ile safari na kwenda na huyu Mungu. Unaoneshwa jambo lakini haulizingatii. Unapoacha kwenda kuombea wale wagonjwa Mungu amekuambia labda watakufa, haujui kwa sababu wewe hauwajui binafsi, sio familia yako. Wakati ule unapoacha kufuata maagizo ya Mungu, Mungu hawezi akatembea na wewe. Haleluya. Kuna wakati hata hapa unapewa agizo na Mungu, labda fanya kitu fulani, unaamua tu kugairi, kwa sababu Mungu anatupa taarifa kwa namna ya tofauti sana. Haleluya. Haleluya. Mpo tayari kuanza kutembea na nguvu za Mungu? Kitu cha tatu, kutembea na
ni lazima uishi ukiwa wa tofauti. Kuna vitu ambazo ulikuwa unazifanya hapo nyuma, ama maadili fulani unakuwa umelelewa nayo, na hayo maadili yanakuzuia wewe kutokutembea na nguvu za Mungu. Na ufalme wa Mungu hauangalii wewe umelelewa namna gani, ni jinsi gani umempokea huyu Yesu. Haleluya. Umembeba Yesu kwa namna gani? Umempokea tu kwa sababu ulikuja hapa ukaongozwa sala ya toba, unajua wewe umeokoka. Haleluya. Ndio unakuwa wewe umeokoka. Lakini ni namna gani ya kufuatiliza ili huo wokovu ukae ndani yako na udumu ndani yako? Haleluya. Si umeona hapo kitabu cha Mwanzo, Henoko alitembea na Mungu miaka 360, miaka 300, kwa sababu miaka 65 ilikuwa ni miaka ya kawaida, tuseme ya ujana. Baada alizaa miaka 300 alimtumikia Mungu tu, tena kwa uaminifu na kwa imani. Haleluya. Kuna wakati mwingine najiulizaga kwa nini Henoko hakukufa, alibebwa tu akaenda. Inategemea na namna gani alikuwa yeye na Mungu wake. Haleluya. Pia kuna jinsi ambavyo unaweza jifunza. Point nyingine unaweza andika, kutembea na Mungu inategemea na mazungumzo yako baina yako wewe na Mungu wako. Unapokuja kumuomba Mungu, unakuja kuomba nini? Wapo wanakuja kanisani tu kuangalia watu walivyovaa, ashangae watu wakianguka, angalie tu leo pastor atatabiria nani. Yupo amekuja kutabiriwa, lakini yeye binafsi hayupo tayari kupokea. Haleluya. Kwa hivyo unapotembea na Mungu, zingatia sana mazungumzo yako baina yako na Mungu. Unamuombaje Mungu? Hiyo ndio kitu cha kuzingatia. Tuangalie kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:16. Wathesalonike wa kwanza 5:16. Wathesalonike wa kwanza 5 sura ya 16. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ile ya 5. Barua ya Mtume Paulo kwa Wathesalonike ya kwanza sura ya 5 na mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Amina. Haleluya. Amen. Ili uweze kukuwa na mazungumzo mazuri baina yako wewe na Mungu, lazima uombe bila kukoma. Haleluya. Usimwekee Mungu limit. Leo nahitaji kumuomba Mungu gari. Wewe usimwekee Mungu limit. Leta hoja zako mbele za Mungu. Maana Biblia inasema leteni hoja zenu nzito, yani zilizowalemaza ndani ya mioyo yenu, ili Mungu akitazama zile hoja zenu aweze kuwajibu. Haleluya. Lakini usije kumpa Mungu condition. Mungu, nataka mtoto wa kike na wa kiume tu, sitaki wengine, nataka wawili. Naye Mungu alivyo ajabu, anakumiminia hata mapacha 5 ghafla tu. Unaanza kuuliza, hivi Mungu ni wa namna gani? Nilikuwa jana na wapendwa wangu hapa kanisani, nawaambia ipo kipindi kimoja niliwahi jiuliza, hivi Mungu ni wa namna gani? Nilikuwa nimepita wakati mgumu, Pastor John anajua, tukaomba Mungu nikapata kazi hospitali AICC. Kumbe niliweka nadhiri nikamwambia Mungu, mshahara wangu wa kwanza, unajua ukiwa na shida unaomba mpendwa, usipime. Uliza mtu tu agongwe na tatizo hapa madhabahuni mpaka kamasi tutakuta. Na mpaka Pastor John amwambie mwanangu, enda nyumbani kaangalie mume wako, ama nenda kaangalie watoto. Haleluya. Hapo ni shida imekupiga mpaka unajisahau. Namwambia Mungu, nafagia kanisa, ninaomba kazi, nikapata kazi. Kwa mshahara kangu wa kwanza, Mungu nitakupa. Ilivyo nijaribu. Haleluya. Usimjaribu Mungu. Kazi unapata.
na mshahara unapata. Huo mshahara Mungu anakupima, umetosha tu kumtibu Pastor John, alikuwa ameumia mguu na huku Nixon anaumwa. Haleluya. Sasa unaanza jiuliza, hivi huyu Mungu ni wa namna gani? Hajui nataka chakula. Mwenye nyumba kodi kila siku getini anagonga. Nimesema mtoke muhame hapa mwende, nimewaruhusu ondokeni. Haleluya. Nikamfuata babangu Pastor Kalinga, nikamwambia mimi ni kama nimeshindwa. Huyu Mungu ni kama simuelewi. Haleluya. Ninajua hata mimi siko mmoja peke yangu. Ninajua wako wengine hapa katikati. Waliwahi muahidi Mungu, ukinipa nitafanya. Na Mungu akawa mwaminifu, akakupa kabisa. Lakini baada ya kukupa, jaribu linakuwa limeinuka. Ule mshahara wako wote unatakiwa kukava lile tatizo. Sasa je, utachagua kukava tatizo ama utaamua kutegua nadhiri ulioweka madhabahuni? Haleluya. Pale ni pachungu mpendwa, siwadanganyi. Wakati mwingine unataka upeleke, lakini ukiangalia ndani, sina mchele, sina mafuta, sina sukari, watoto wanalia njaa. Ukiwa wewe ni mama, unajaribu, unashindwa. Lakini mimi namshukuru Mungu, nilikuwa na baba ambaye alikuwa anaelewa Mungu anataka nini na mimi. Kwa hivyo aliniambia lazima utoe huo mshahara. Nikaanza sema, babangu Pastor Kalinga chuki alionayo anataka tukakufe. Haleluya. Lakini yeye alikuwa na nia njema tu. Leo matunda niliyoyafanya ninayaona hapa. Sikutarajia siku moja nitasimama ama nitaitwa mama mchungaji ama nitawahi simama tu mbele ya watu zaidi ya 3. Nilizoea kuona mgonjwa mmoja, kumtibu, kumhudumia, nampa dawa, anaondoka, mmoja hanishindi. Haleluya. Hata familia wakinizunguka waniulize maswali, medically nitawajibu, maana nina ujasiri, maana ninajua hiki kitu nimekisomea. Ila kusimama hapa kusema ya Mungu tu ni mwema. Haleluya. Baada ya kutoa ule mshahara mpendwa, niliutoa lakini kwa uchungu na kwa kumlaani pastor sana. Kitu kilikuwa cha ajabu sana. Pastor alikuwa ameumia mguu. Katika hayo maumivu ya mguu, baada ya kutoa ile hela, huku moyo unauma, nitapea nini watoto? Jioni yake nikawa nimeenda kazini, wakawa wameniambia kuna zile nini za kuapply loan ukiwa kwenye kazi. Nikawa nimesema sitaki mimi madeni. Hii ni mwanzo mbaya sana, maana ulikuwa mwanzo wa mwaka. Nikianza na madeni nitaisha na madeni. Haleluya. Lakini jioni hiyo baba mahali alikuwa amefanya kazi, akatumiwa hela za kutosha kulipa bili ya hospitali, kulipia bili ya mtoto na kujaza kila kitu ndani ya nyumba. Hapo ndipo nilimuexperience Mungu. Kumbe Mungu anafanya. Ni sisi tu tunaogopa kumjaribu Mungu. Unamjaribu Mungu kwa staili yako tu, unakuja, Mungu ukinipa nitafanya. Mungu anakupa, alafu unaondoka, unasahau uliweka nadhiri. Haleluya. Kwa hivyo jinsi unavyofanya mazungumzo na Mungu wako inategemea sana. Jifunze kuweka nadhiri yenye unajua utaweza kutoa. Unaweza sema kidogo tu 5,000. Hiyo 5,000 kwako itakuwa mlima. Utakopa na utakopa. Ukimaliza kwa wiki unaenda kwa mwinji, unaenda kwa tekla. Yaani umekopa lakini hauifikishi madhabahuni. Unabaki tu kuwa mdeni wa kila mtu. Haleluya. Inategemea ni jinsi gani mimi na Mungu wangu tunazungumza. Haleluya. Hii point nilipenda niambie mtu, jifundishe sana unapoweka nadhiri mbele za Mungu, kuwa makini sana. Haleluya. Point nyingine unahitaji kujua picha kamili, yani wapi unaenda. Unatambua kutembea na Mungu, ninataka kujua picha kamili, ni wapi ninaenda na ninamwendea Mungu wa namna gani, ninaenda kwa madhabahu gani, kwa sababu madhabahu zipo nyingi sana. Zipo madhabahu za mchana, zipo za usiku wa manane, zipo za ndani ya maji, zipo za nchi kavu na zipo za angani. Haleluya. Inanitegemea mimi ili niweze kutembea na Mungu. Picha kamili, ninahitaji kujua nini. Lazima nijue ninataka nini ili niweze kutembea na Mungu. Tuangalie kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yuda 1:4.
Waraka wa Yuda sura ya 1 mstari wa 4. Waraka wa Yuda kwa watu wote sura ile ya 1 na mstari wa 4. Sio wa 14, samahani, 14. Yuda sura ya 1 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu. Narudia, na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote na upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Amen. Amina. Haleluya. Hizi point zote za kutembea na Mungu nilijifundisha kutokana na historia ya Enoko. Haleluya. Ukipata muda wako unaweza anza kusoma historia ya Enoko toka alizaliwa mpaka pale alipohitimisha mwisho wa maisha yake. Namna unavyoishi inaamua namna utakavyoondoka. Haleluya. Namna unavyoishi hapa duniani ama unavyoishi na watu ndivyo itakavyoamua jinsi utakavyoondoka. Haleluya. Haleluya. Mimi najua mnaogopa kufa. Kuanzia tumeanza na kufa, hakuna anayenipenda. Wanaonipenda, haleluya. Na wanaonichukia, haleluya. Haleluya. Namna unavyomtumikia Mungu mpendwa, usikuwe wa kukesha kanisani, usikuwe wa kulia kila siku hapa kujaza kamasi na machozi, lakini mwisho wako ukawa mwisho wa aibu. Manake huyu Mungu unayemwabudu ama huyu Mungu unayemuomba hauna imani naye. Haleluya. Lazima uwe na imani na Mungu unayemwabudu na uwe na ujasiri na Mungu unayemwabudu. Ndio maana unakuta kwenye kitabu cha Timotheo wa pili 4:6 mpaka 8. Paulo aliandikia Timotheo waraka. Na kuna sura inasemaga alivipiga vita vizuri vya imani na mwendo aliumaliza. Haleluya. Je, utamaliza mwendo wako na Mungu namna gani? Jinsi unavyomwabudu Mungu, jinsi unavyomtumikia Mungu, ndivyo safari yako itakavyohitimishika mpendo. Haleluya. Hapa hamna kutiana moyo, lazima tupambane. Adui halali, wewe ndio unalala peke yako. Unaingia unajifunika, unasema asante Mungu, amen, unaisema saa 12 asubuhi huku umechelewa kuandaa watoto. Haleluya. Kuna namna nyingi tu ya kumtumikia Mungu. Wewe unaweza weka malengo yako. Ninahitaji mwaka huu Mungu anifanyie nini? Andika tu chini unachotaka Mungu akufanyie. Ni namna moja ya kuzungumza na Mungu ama ni njia moja ya mawasiliano yako kumfikishia Mungu. Maana ninaweza omba leo alafu Mungu akatenda mwezi wa 8. Ninasahau kwamba niliomba madhabahuni. Lakini ukiwa umeandika mahali Mungu akatenda, unapitia diary yako page 1, 2, 3 unakuta kumbe tarehe fulani mwezi fulani niliomba hili jambo na Mungu ametenda. Hakika huyu Mungu ni mwaminifu upande wangu. Haleluya. Amejibu, hakujibu kwa wakati niliotaka mimi, lakini alijibu kwa wakati ambao yeye alipanga kukujibu. Haleluya. Haleluya. Mmelala? Twende nyumbani sasa. Simameni tumwambie Mungu atengeneze jinsi ya kutembea. Atengeneze mioyo yetu, tujue tunataka kutembea na Mungu kwa namna gani. Umejiuliza hapa tu, ilikuwa ni dakika kidogo tu, lakini hii iwe kama tafakari ndani yako. Unataka kutembea na Mungu kwa namna gani?
umechagua kutembea na Mungu kwa staili gani? Kwa sababu pia staili inategemea. Yawezekana nataka nikamwombe Mungu wangu ndani ya mto. Inategemeana na wewe unamwamini Mungu wako kwenye sehemu gani, ama place gani wewe unaamini kumwabudu Mungu. Haleluya. Unaweza kuwa unatamani umuombe nchi kavu, angani, baharini, ni wewe tu. Lakini chaguo ya Mkristo lazima umtumikie Mungu madhabahuni. Mahali ambapo unaweza ukamwambia Mungu, ukaweka ahadi na Mungu akaitimiza. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine nimewaona hapa ni wageni. Haleluya. Kama umekaa karibu na mgeni, kabla sijasahau, mimi ni mama. Nitakuwa mchoyo sana nisipokaribisha wageni hapa waliopo mahali hapa. Wapunge mkono na wakaribie tena siku nyingine na nyingine.